Kaka, unahitaji kupata muda wa kuelewa huu mradi vizuri. Nashauri kwamba you need to get some time kuelewa huu mradi vizuri, kwa sababu it can disappoint you. Huu mradi unaweza kukudisappoint kwa sababu unaweza ukawa na mahope fulani hivi. Unaweza ukawa na mahope fulani ambayo yasitimie kwa wakati unaokusudia wewe, halafu yasipotimia unaweza ukasema mradi umekudanganya, utakuwa disappointed, halafu unaweza ukaishia ku abandon. Kwa nini? Kwa sababu this project is not going to be haitokuja kwa haraka hivyo, na haitakuwa vyepesi hivyo ambavyo natarajia kama ulivyouliza swali. Jambo la kwanza ni kuhakikishie tarehe 28 Februari au tarehe 14 March is not going to be the day ambayo Nicholas Kokalis na wenzie watajadili GCV au wata come up na conclusion au kauli ya mwisho kuhusu hiyo price. No, they are not going to do that. Hizo siku mbili hazijamaanishwa kwa ajili ya GCV. You need to get that clearly, kaka. Kwa kifupi, tarehe 28 Februari ni siku gani? Ni siku ya nini? What do we expect? Tunatarajia nini tarehe 28 Februari? If you expect it the way you've just said kwamba unatarajia kitu fulani hiyo tarehe, you will be disappointed, kwa sababu hicho kitu hakitazungumzwa siku hiyo wala hakitawekewa mwelekeo siku hiyo. What are we expecting tarehe 28? Namba moja, remember tarehe 28 imezaliwa kutokana na grace period. What? Grace period. Grace period ya nini? Wale watu niliokueleza walitakiwa kujaza KYC na wakujaza miezi 6 iliyopita, baadaye wakapewa mwezi mpaka Januari hawajajaza, wakaja wakapewa deadline kwamba tarehe 28 ni siku ya mwisho kwao. So what are we expecting kwa siku hiyo? Namba moja, tuna expect wale watu ambao wanaweza kuwa ni maelfu au hata mamilioni ambao hawajajaza KYC wafutiwe akaunti zao. That's what we expecting. Wafutiwe nini? Akaunti zao, na itatangazwa. Number 2, we are expecting wale watu ambao walikuwa na accounts na zina pai zitakazo kuwa seized, hizo pai zirudishwe kwenye chungu cha pamoja ili tuendelee kuzichimba sisi ambao tumo ndani ya mradi, kwa sababu wao sitakuwa imethibitika kwamba hawamo ndani ya mradi. Kwa hiyo zile pai zitarudishwa kule ili tuendelee kufanyaje? Kuchimba, and that will affect the mining rate. That's what we are expecting from that day. See that, brother? Kingine tunachokitarajia from that day ni matamko ya koti kuhusu adhabu za watu waliovunja kanuni. Sasa si unajua kuna watu wamevunja kanuni, wengine wametoa pai zao wakazipeleka kwenye black market, manake wakaanza kuhusiana wao kwa wao. We are expecting that day. Na unajua pai court walitoa angalizo kwamba kuna akaunti zitakazopewa adhabu ya miaka 100. Yani una akaunti yako labda ina pai 1000, unapewa adhabu kwamba hutaitumia, ni ya kwako, itakupaki kwa ya kwako miaka yote, lakini miaka 100 years, miaka 100, century nzima hauruhusi kutoa hiyo nini, kutoa kuitumia hiyo akaunti. Na maana utakuja kurithisha wajukuu zako hiyo akaunti, hayo mabilioni utakuja kuyatumia wao, wewe utayafaidi sasa hivi. So tunatarajia siku hiyo watangaze adhabu gani kuhusu wale ambao wamevunja kanuni. Kuna watu wamevunja kanuni, wameanza kutoa pai. Koti walisema usitoe pai inayozidi pai moja kwenye akaunti yako. Unaipeleka wapi? Yani milioni 800 unanunulia nini? So walisema, lakini kuna watu wamehamisha pai 2, pai 3, pai 4 kwa mkupuo. So we are looking forward to see kama watu watapewa adhabu. Na ndio kile ambacho umekiona hapo, tumesema kwamba tunaamini pai koti watatoa adhabu kali kwa watu wa aina hiyo ili kuendelea kuweka nidhamu kwenye mradi. That's what we are expecting tarehe 28. You see that, brother? Kingine tunachokitarajia ni kuhusu hizo exchanges, watu ambao wametoa pai zao wakapeleka kwenye exchanges, wakati pai court walisema hizo exchanges hatuhusiki nazo. Yani court walikataa kabisa kwamba hizo exchanges unazoziona wamelist pai hawafanyeje, hawahusiki nazo. Wakasema sisi hatuwezi kuzuia external environment kufanyeje,
kutangaza wanaoyatangaza au kulist wanachokilist kuhusu pai, lakini sisi hatuhusiki nao, walijiondoa. Guess what? Au mapioneer watakaokuwa wamepeleka huko pai zao watapewa adhabu gani? I don't know. Hicho ndicho tunacho-speculate, we are waiting for that. Hayo ndio mambo ya kutarajia tarehe 28. Umenielewa bro? Usitarajie waje hapa kusema from today GCV itakuwa hivi. No, we are not expect, because wanajua hiyo ni common knowledge kwamba hiyo GCV haitokani na wao kutangaza kaka. Yani hiyo haitokani na wao kutangaza, hiyo inatokana na sisi wenye pai zetu. Tushapitisha GCV yetu, tuanze kuimplement kwenye community yetu, kwenye ecosystem yetu. So hawawezi kuja kutuingilia, yani hawawezi kuja kusema kwanza leo tunatangaza. Hata wakitangaza, imagine that bro, hata wakaja wakatangaza kwamba GCV ni 300 ngapi, watakuja kumconvince more pale akupe pikipiki, akupe bajaji kwa nani, kwa pai, watamconvince. Ni jukumu letu sisi kukonvinsiana huku mitaani. Unanielewa kaka Yani pai team hawana mamlaka ya kuja kumlazimisha Azam akuuzie bidhaa wewe kwa pai. Hawana hayo mamlaka. Hawana mamlaka ya kuja kumlazimisha mtu yoyote eti akuuzie gari kwenye showroom yake hapa kwa kutumia pai. Hayo mamlaka hawana. Kwa hiyo hata wasimame pale wamekaza shingo wanasema thamani ya pai, lakini hiyo inamhusu nini more Deuji kama hayumo kwenye ecosystem ya pai? So don't expect that, you'll be disappointed. Umenielewa bro? Kwa hiyo kinachotakiwa wewe ni kwamba uliweko ndani ya huu mradi ujue kwamba mimi na wewe na mwingine. Kumbuka ndani ya huu mradi kuna watu kama wewe ambao na mimi ambao ni watumiaji wa kawaida wa bidhaa na huduma. Sawa? Tunamiliki pesa zetu ambazo ni pai. Kuna wengine ambao ni wazalishaji wa bidhaa na ni wafanyabiashara wako ndani ya huu mradi. Ndio maana ecosystem ina watu wote. You get me bro? You get me kwenye hiyo point. Sasa wengine wanaweza kawa wako Dar es Salaam au wenye bidhaa. Wengine wanaweza kawa wako Kenya. Wengine wanaweza kawa wako Nigeria. Wengine wanaweza kawa wako Marekani au China. Lakini wamo ndani ya nini? Ya hii project. Na wana bidhaa au wana huduma unazozitaka wewe. You will have to go to them ili upate bidhaa au huduma unayoitaka kwa kutumia pai. Kumbuka pai sio kwa ajili ya kuibadilisha ije kwenye fiat money. Walishatangaza mapema kabisa wenye mradi wao kwamba lengo sio kukufanya wewe upate shilingi za Kitanzania au dola za Marekani. Lengo sio hiyo. Na ndio maana usije ukashangaa hata ku-exchange pai tutapewa limit kwamba wale mabenki watakaoipokea thamani ya pai kwamba ni 314,159 watakaoikubali na kuturuhusu kufanya exchanges kwa kutoa pai na kupata shilingi za Kitanzania au pesa za makaratasi haya, tutapewa limit. Probably ndani ya wiki au mwezi uweze kubadilisha pai kiasi fulani. Kwa nini? Because haitarajiwi pai iwe ya kutoa ije kwenye pesa za kawaida. Inatakiwa ibaki kwenye matumizi, kwenye mzunguko. Yani pai ndio iwe inatumika kama hela. You get me bro? So don't be excited kwamba utaweza ku-exchange ili uweze kutumia kwenye mambo yako ya sasa hivi. That's what I'm saying. Kwa sababu tayari kwenye ecosystem kuna watu wanaotoa huduma, kuna watu wanaotoa bidhaa ambao na wao wameikubali hiyo GCV. Hawahitaji kutangaziwa na Nicholas hao. Mimi sihitaji kutangaziwa na Nicholas tarehe 28, wala wewe unahitaji kutangaziwa na Nicholas tarehe 28. We already know the value of our money. We already know. Kwa wewe sasa hivi ukitoka ukaenda kwa mtoa huduma ambaye tayari yuko ndani ya ecosystem ya pai, atakuuzia bidhaa kwa thamani ile ya GCV. Atakuuzia huduma kwa thamani ile ya GCV. That's what is needed. Sio pai court mkutangaza tena. Huo mjadala ulishafungwa. Ndio maana nilikuwa nakwambia jaribu kuangalia tulikuwa tunajadiliana nini tokea asubuhi ukasema umeelewa. Nafikiri ulikuwa hujauelewa. That is the concept ambayo tulikuwa tunajadili tukasa. See that? I hope naweza kuwa nimekusaidia. Kingine labda cha mwisho cha kumalizia ni kwamba kwa sisi ambao tuko kwenye nchi mbalimbali au kwa mfano nichukulie mfano mzuri Tanzania, ambao community ya pai wanajamii wa pai sio wengi sana, na inawezekana wengi ni watumiaji tu wa bidhaa na huduma wenye pai zao, lakini wazalishaji wa bidhaa na wafanyabiashara walioko ndani ya community sio wengi.
na tunazungumzia mazingira yetu. Tusitegemee sana kwamba eti kuanzia hiyo tarehe 20 Februari ilipozinduliwa au tarehe 28 watakapokuja kuanza kuzungumzia hayo masuala ya grace period, au tarehe 14 tutakapokuwa 14 mwezi wa 3 tutakapokuwa tunaadhimisha Pi Day duniani. Tusitarajie kwamba from those specific dates kwamba eti sasa tutaanza kuenjoy kwa kiwango kikubwa matumizi ya pai zetu. Kwa nini? Kwa sababu, sikiliza vizuri kwa sababu kumbuka, thamani ya pesa yoyote, iwe ni dola, iwe ni shillings, iwe ni franc, iwe ni pound, iwe ni euro, iwe ni pai nayo ni fedha. Thamani ya pesa yoyote pale wakati inapoanzishwa, thamani yake huwa ni mpaka ikubalike na jamii husika. Ikishakubalika na jamii husika, inaanza kugain momentum, alafu inaanza kutumika. Nitakupa mfano mzuri. Wakati dola ya Marekani inaanzishwa, mamlaka iliyohusika ilikuwa ni mamlaka ya serikali. Kwa wale print alafu wakagawa. Kuna watu walipewa hizo karatasi bure kabisa za dola, wakajua haina maana yoyote. Lakini wao walisema itakapofika tarehe fulani, hii ndio itakayokuwa fedha yetu. Kuna watu walipokea kazi hifadhi, and they were waiting for the specific time. Wengine walidharau wakatupa. Lakini tarehe ilipofika, zile pesa zingine zikaanza kutumika hizi. Manake from that day purchasing power ilikuwa mikononi mwa hao waliokuwa na zile dola. Lakini hiyo value ya dola, it was exactly the same ile iliyoandikwa pale kwamba hii ni fedha halali kwa malipo ya nini hivyo. Kwa pesa za Tanzania ni hivyo wakati zinaanzishwa mwanzoni, ndio hivyo siku zote. Sasa pai, sikiliza vizuri, pai wakati inaanzishwa na yenyewe haina thamani, haina maana yoyote kwa mtu mwingine yoyote anayeiona, haina maana. But this is what will happen. Lazima iwepo jurisdiction ya hiyo hela. Kwa mfano, jurisdiction ya dola ilikuwa ni wale wa Marekani wenyewe. Jurisdiction ya shillings za Tanzania ni mipaka ya Tanzania, ndio jurisdiction yake. Yani ina thamani ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Tunaenda pamoja Sasa jurisdiction ya pai au mipaka au jamii husika ambayo inaitambua hii pai kama hela. Kumbuka, pesa yenu ya Kitanzania sio lazima wa Marekani waitambue. Wakati hivyo sio lazima wa China waitambue. Lakini sasa sisi wenye hela yetu ya Kitanzania tunaitambua kwamba hii ni malipo halali kwa ajili ya nini? Hivi na shilingi 1000. Sasa pai ni fedha. Jurisdiction yake, mipaka yake, unanielewa? Mipaka yake, yani inatumika wapi? Inatumika kwenye jamii ya pai. Jamii ya pai ni ipi? Ni ecosystem ya pai. Kwa hiyo kina Nicholas na Cotim walikuwa na akili sana. Cha kwanza walichokifanya ni kuanzisha jurisdiction, ni kuanzisha jumuiya ya wanapai, ni kuanzisha ecosystem ya pai. Baada ya kuianzisha, wakaprint hela zao. Sasa hizo hela zao bahati nzuri ni digital, so hazikuwa za kuprint, hazikuwa macoin. Wakasema this is our money kwenye jamii yetu, kwenye nchi yetu ya pai, kwenye jumuiya yetu ya pai. This is our money. Kwa hiyo kinachofuata ilitakiwa ni kwamba wale wanajamii wa pai waipokee ile kama pesa zao halali, waipitishe, waikubali. Wakishaikubali, waanze kuitumia kwenye jurisdiction yao. You get that point? Sasa tulishafanya hayo yote. Baada ya Pi Team kutengeneza jamii ya wanapai kwa utaratibu huo, wakatengeneza mfumo wa kumine pai, yani zile pesa zao ziende kwenye mikono ya wanapai. Baada ya hapo, wakasukumiza wanapai wenyewe waanzishe mjadala kuhusu thamani ya pai yao. Walipofanikiwa hilo, wanapai duniani kote wakaanza kujadili na baadaye wakapiga kura. Wakapendekeza wengine dola milioni 1, wengine dola 314, wengine dola 314 na hivyo. Yani mapendekezo yalikuwa mengi. Baadaye wakapiga kura, ikapitishwa ile dola 314 hiyo 159. Ilipopitishwa ile baada ya kura, na kumbuka tulikuwa na GCV ambassadors, mabalozi wanaoitetea na kuipigania hiyo GCV. Unaona, ilipopitishwa
Kwa timu wakasema kinachofuata sasa inabidi hiki mlichokipitisha mkakipractice kama jamii ya Pi, mkakipractice. Mtakapokipractice, blockchain ya Pi itarekodi hiyo miamala. Itakapo rekodi hiyo, ndio itakayokuwa inashinda, kwa sababu miamala iliyorekodiwa kwenye blockchain ndio itakayo shinda. Kwa hiyo ingawa mmependekeza hiyo 314 mpaka ninyi wenyewe mka practice hiyo, hapo ndiko ilikopita duniani kote. Jamii ya wanapai wakaanza kufanya kitu kinaitwa barter trade. Barter trade lengo lake ilikuwa ni nini? Barter trade lengo lake ilikuwa ni kustabilize, ni kuimarisha, ni kuithibitisha ile 314,159. Ilikuwa ni kuithibitisha kwenye miamala ili blockchain irekodi, na sasa imefanyika kwa muda mrefu. Ndio baadaye PaiCoin wakasema sasa tunakwenda kuzindua. Lakini kumbuka kingine kilichofanyika kipindi chote hiko ni kwamba jamii ya wanapai ilikuwa inajitambulisha kwamba sisi ni watumia huduma, sisi ni watumia bidhaa. Alafu kati yetu kuna wafanya biashara, kati yetu kuna wazalishaji. Ndio maana ni muhimu sana viongozi wa mradi mzima ambao tunawapa sasa ni PaiCo team waendelee kufanya negotiation. Waendelee kufanya nini? Negotiation na makampuni makubwa na producers wakubwa na watu wa huduma wakubwa duniani, ili waingie kwenye jamii ya Pi. Kwa nini? Kwa sababu wale wanamiliki bidhaa, wale wanamiliki huduma, wanapoingia ndani ya jamii yetu kuwa ni washirika wa, yani ndani ya jamii hii ya jurisdiction ya Pi, manake na wao wanaingia kukubaliana na kanuni na sheria zilizoko ndani ya jamii husika ya Pi. Kwa hiyo wanaingia na huduma zao, wanaingia na bidhaa zao. Sisi wenye hela mikononi mwetu ambazo ndio Pi zetu, tunawapokea wale kama watu wa huduma, watu wauza bidhaa, sisi watumiaji wa bidhaa zao. Biashara zinaendelea, transaction kati yetu na wao. Sasa wengine inawezekana wako China, wengine wako Marekani, wengine wako wapi, lakini wako ndani ya ecosystem ya Pi. Don't worry about hao walioko nje ya ecosystem. Now this is the point I was making. This is the point I was making. Kama Tanzania kwa mfano kuna wanapai 100,000 au 200,000. Mnatoa mfano na kati yao 100,000 na kati ya 200,000, 190 wote wanamiliki tu hela za Pi. Wanamiliki hela za Pi. Hawana bidhaa. Waliona bidhaa labda ni 10,000 au ni 5,000. Ndio wenye bidhaa au wenye huduma. Haziwatoshi watu 200,000. What will happen kwa hapa Tanzania? What will happen? Tutakuwa wengi tuna hela zetu mkononi za Pi, wanaoweza kutuhudumia kwa bidhaa na huduma zao ni wachache. Tutawafilisi kwa sababu kumbuka hawa na wao wananunua bidhaa zao na huduma zao kwa fiat money, fiat currency, zile pesa za kushikika. Wanapeleka madukani kwao. Sisi tunaenda kuwapa Pi. Sasa hizo Pi tulizowapa watupe huduma na bidhaa wanapeleka wapi? Unanielewa kaka? Hizo Pi tulizowapa wakatupa huduma na wakatupa bidhaa, wao wanazipeleka wapi ili tena wakanunue bidhaa kesho watuletee? Unanielewa? Hapo ndio kutapotokea shida. So what will happen? Ilikuwa muhimu sana kwa timu waendelee kufanya negotiation na wazalishaji wa bidhaa duniani kote, ili hawa wafanyabiashara wachache tulionao waliokubali kuingia kwenye mfumo wetu, wanapotuuzia bidhaa zao kwa Pi, tukiwapa Pi zetu, waende kununua bidhaa kwa wale wazalishaji waliokubali kuwauzia bidhaa na wao kwa Pi, ili na wao wakienda kununua China bidhaa kwa Pi, wakija Tanzania na sisi tuzinunue kwao kwa Pi. Mzunguko wa Pi unaendelea. Don't worry about hao walioko nje ya ecosystem ya Pi. Wataingia automatically wakishaona kuna wafanyabiashara Dar es Salaam wanaouza kwa Pi. Alafu wakienda China wananunua kwa Pi. Wakienda Marekani wananunua kwa Pi. Wakienda wherever wananunua kwa Pi. Wanaleta kwetu na sisi tunawapa Pi zetu, wanatupa bidhaa. Wakishaona huo mzunguko unaendelea, wale nje wataingia tu kwenye ecosystem ya Pi automatically. Umenielewa kaka? Sasa huo mchakato ndio nao uzungumza kwamba unaweza ukachukua miezi kwa Watanzania wenye Pi zao ambao bado hawajaona mchangamko wa matumizi ya Pi. Msiogope, tunzeni Pi zenu. Tunzeni Pi zenu. Tunzeni Pi zenu kwa sababu it might take miezi, inaweza kuchukua miezi 3, inaweza kuchukua miezi 6, inaweza kuchukua hata mwaka mzima mpaka uanze kuona mzunguko wa nini wa biashara za Pi huko mjini. Kwa sababu bado wafanya biashara wengi kwa sasa hivi wakikuuzia wewe bidhaa kwa Pi, yeye anaenda kununua wapi? Kwa Pi. Mpaka hapo ambako tutapata wazalishaji wa magari wengi
wanaouza magari kwa pai. Tutapata wazalishaji wa bidhaa za ujenzi wengi wanaouza kwa pai duniani. Tutapata watu wa bidhaa na huduma duniani kwingine China na kwingine kote wanaozalisha na kuuza kwa pai. Then na hiyo sio juhudi za mimi na wewe, ni juhudi za pai koti kuwashawishi wale. Ndio maana umesikia kina Alibaba wameshashawishiwa. Umesikia makampuni mbalimbali duniani wameshashawishiwa, kina Amazon wameshashawishiwa kuuza bidhaa zao kwa pai. Wauzie kina nani? Wauzie wafanyabiashara wetu wa Kitanzania, ili wakienda kununua kule na sisi waje watuuzie sisi kwa pai. Kwa hiyo kwa wewe ambaye kwa sasa hivi utaona kabisa pai yako bado tarehe 20 mwezi wa pili bado huoni kama thamani yake ni GCV ya 300,000. Tarehe 28, by the way, nimekwambia usitegemee chochote cha thamani ya pai itangazwe tarehe 28, haihusiki. See that? Lakini unaendelea kuona mwezi wa 3 umeisha, Pai Day imepita, mwezi wa 4, mwezi wa 5, bado sioni changamko la pai huku mjini. Usiogope, tunza pai yako, kwa sababu kadri duniani wazalishaji wengi wanavyozidi kuingia kwenye ecosystem ya pai, ndivyo bidhaa zitakavyokuwa zinapatikana zinazouzwa kwa pai, na wafanyabiashara wetu wa Kitanzania wataenda huko kununua kwa pai. Wakija sasa wataanza kutuambia na sisi tukanunue bidhaa na huduma kwa pai. Wakati huo sasa ndipo tutakapoanza kuona pai ndio hela yenye thamani hapa mjini. Lakini kwa sasa hutaenda kuipeleka kwa mtu akakwambia eti au fundi yoyote hapa mtaani akwambia nikujengee nyumba kwa pai. Yeye hiyo pai akichukua kwa anaipeleka wapi? Material atanunua hardware kwa pai. Sementi ataenda kununua kwa pai. Kwa hiyo inaweza kachukua hata miaka 2 mitatu mpaka uone hapa mjini pamechangamka. So this is what is going to happen. Unaweza kuona Watanzania wengi wenye pai zao wakianza kwenda kununua bidhaa zao binafsi China. Mtu anaenda labda Japan, ananunua magari 3 4 kwa pai, alafu akiyaleta hapa bandarini anauza 2 3 ili apate pesa za Kitanzania, akomboe gari moja au 2 aingize hapa mtaani. You see that? Wengi watatumia hivyo pai zao. Hawataenda China, atanunua simu zake kadhaa 20 30, atakuja hapa atauza 5 6, zingine anaingiza huku ndani anaanza kuzitumia. Wengi watatumia huo mfumo, lakini that will take like months. Hata usishangae ikafika hata mwaka mzima mpaka uanze kuona bidhaa nyingi zinapatikana hapa mjini kwa pai. Sasa kipindi hiki cha mpito, nchi zingine zilizochangamka kama Ufilipino, wapi na wapi, unaweza kukuta wao tayari masoko yao yote yamesha cover pai kuanzia lini? Kuanzia tu juzi tarehe 20 mwezi wa pili. Tayari pameshaanza kuchangamka. Wanauziana kwa pai. Very possible. Sisi huku tukachelewa. Lakini hiyo haimaanishi kwamba thamani ya pai imeshuka. No. Hiyo kuchelewa kuchangamka kwa soko la pai huku tuuziane bidhaa na huduma haimaanishi kwamba eti tunasubiria bei ndio ipande. No, it is still there. It is a stable coin. The price is fixed. I mean the value. Kwanza tunakosea kuita bei. It is not the bay, it's not the price. Ni thamani. Uwezi ukasema hii ni bei ya shilingi 10,000. Hii ni price ya 10,000. No, it is the value. Hii ni value ya pai, sio bei ya pai. Wanakosea wanaoita the price of pai. It is not the price of pai. It is the value of pai. The value. Kwa hiyo thamani ya pai haianzi eti $1 au dola ngapi ndio ipande. No, thamani ni ile ile. Kumbuka hii ni hela iliyokubaliwa na jamii husika yenye jurisdiction yake. Tumeipitisha na itakuwa na thamani hiyo hiyo siku zote. Isipokuwa wale walioko nje wasiotambua thamani ya hela yetu wataendelea. Kila mtu sasa hivi, kwa mfano mtu anatoka Marekani hatambui thamani ya shilingi yetu Kitanzania. Haitambui akiingia Tanzania lazima atafanyeje? Ataitambua tu. Si yuko Tanzania bwana? Ataitambua tu. Apende asipende ataitambua tu. So hao walioko nje ya pai ecosystem wanaweza wakatuambia eti pesa yetu thamani yake ni $1 au pesa yetu ndio maana naona kwenye group watu wanabishania kwamba sijui imelistiwa na nani? Imelistiwa na nani? Kwa sababu wale sio ecosystem ya pai. Ecosystem ya pai ni sisi ndio jurisdiction ya pai. Sisi ndio jamii ya wanapai. Sisi ndio wenye pai yetu na tunajua thamani ya pai yetu. Hao waliolisti huko, wale unaweza kuniambia eti hela ya Tanzania imelistiwa Kenya na au imelistiwa Marekani na thamani yake ni 0.00 nini? We don't care. Do we care? Do we care kwamba hela yetu ya Tanzania imelistiwa sijui Marekani au wapi sijui? Do we care that? We don't care. Sisi tulioko Tanzania tunajua value ya hela yetu. Akitoka mtu Marekani akaja Tanzania lazima aitafute shilingi na aitumie hiyo shilingi akiwa Tanzania. Akitoka mtu Kenya akaja Tanzania lazima aitafute hiyo shilingi ya Tanzania aitumie akiwa Tanzania. Tunasema
Pi ecosystem ina jurisdiction yake, ndio jamii ya wanapai zaidi ya milioni 60 duniani kote. Humu ndani kuna wafanyabiashara, humu ndani kuna wazalishaji wa huduma na wanaendelea kushawishiwa, wengi wanaingia. Humu ndani kuna raia wa kawaida wenye pai zao, wenye hela zao wa kwenda kununua huduma. You get that point? Do you get that? Sasa uko ndani ya ecosystem, ingawa tuko digital, tuko kwenye ulimwengu wa kidijitali. Huko ndani sasa tuna pesa zetu, tuna raia wa hiyo nchi inayoitwa Pi ecosystem na kuna wazalishaji na kuna watu wa huduma, na watu wa huduma wengine wanaendelea kuingia. Sheria ni kwamba yeyote anayeingia, ama ni mtu wa huduma, ama ni mzalishaji, ama ni mfanyabiashara, ama ni wewe raia anayeingia kama pioneer humu ndani kuanza kuchimba hela, yeyote anaingia anaikuta thamani ya hela ya nchi yetu ya ecosystem tayari ni 314. I hope that is getting into your brain my brother, na utakuwa umenielewa vizuri, na bila shaka hii itakuondolea maswali mengi ulionayo. Kuhusu nataka nipate thamani ya Pi haraka haraka, nibadilishe, nitatue matatizo yangu ya haraka. I bet hii inaweza kudisappoint, kwa sababu haitakuwa haraka hivyo. Mwezi wa 4 unaweza kupita, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwaka huu unaweza kaisha, hata mwakani uje uanze kuona kuna maeneo hapa Tanzania unaweza kupeleka Pi yako ukapewa shilingi. Inaweza kupita muda mrefu sana. I'm just worried. Lakini Pi kusudia hivyo, walikusudia kwamba hiyo ni hela inayotakiwa itumike ndani ya ecosystem ya Pi, kutoa huduma ndani ya Pi ecosystem na kutoa bidhaa ndani ya Pi ecosystem. Wewe unayehitaji kupata fiat money, basi subiri wakati utakapochangamka soko, utazipata kwa wale watakaokuwa tayari kuzibadilisha. But for now, wale ambao wako nje ya ecosystem, ambao wako tayari kuipokea Pi yako na hawajui thamani yake, they will just offer you peanuts. Watakuoffer $1, $2, $2 ngapi. If you are ready to lose your Pi kwa sababu ya kutaka viela vidogo vya fiat money, you go give them your Pi. Lakini mimi nasema kama hilo ndio lengo lako, utakuwa disappointed, kwa sababu this thing is not going to, haitokuwa haraka haraka hivi. It may take some time. Naamini naweza kuwa nimekufafanulia vya kutosha, and I hope in case itatokea mtu mwingine akawa amesikiliza huu ujumbe kuanzia mwanzo na mpaka mwisho, niseme nilikuwa naongea na ndugu yangu, nilikuwa naongea na my brother specifically, ndio maana sikuwa na address general audience, but I hope hata ikitokea mtu mwingine anaisikiliza bado itampa maarifa mazuri. I'm insisting kwa walioko Tanzania ambao wana Pi, kama bado hujaona soko limechangamka, usisubiri Nicholas atangaze thamani ya GCV ya Pi. No, wala usishangae hatotangaza. Sisi tayari tunajua thamani ya Pi. Thamani ya Pi haihitaji kutangazwa na mtu yoyote. Watu wa huduma walioko ndani ya Pi ecosystem wanajua thamani ya Pi. Watu wauza bidhaa walioko ndani ya ecosystem ya Pi wanajua thamani ya Pi. Ecosystem ya Pi ambao ndio sisi tunajua thamani ya Pi. Sasa tunahitaji nani atutangazie mwingine? Au exchangers, achana nao. Propagandist, achana nao. Simamia hiyo thamani. Kuhusu mbona sioni sasa kama anaweza kuitumia haraka haraka, ukienda hivyo you'll be disappointed. Hold to your Pi, kwa sababu ndani ya mwaka 1, 2, 3 utaona imeshika kasi mtaani kwa namna nilivyoelezea hapo mwanzo. Shalom. I hope you'll have enough meat to chew. Thank you so much, and God bless you.